Habari gani Mwanakeo TV, kama ni mara yako ya kwanza tafadhali subscribe na turn on notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Dwakeo TV. Moja kwa moja leo naenda kusoma hichi ambacho askofu maarufu sana kutoka hapa nchini Tanzania anafahamika kama Askofu Emmanuel Mwamakula. Huyu ni askofu ambaye mara nyingi sana huwa anajihusisha na matukio mbalimbali ya kisiasa, hasa katika Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Askofu Mwamakula ameandika ujumbe mrefu kwelikweli katika jukwaa la mtandao wa Facebook, akiibua hoja nzito ya uwepo wa makaburi ambayo yanaonekana yametengenezwa hivi karibuni huko Kibaha. Nataka nisome ujumbe wake katika mtandao wa Facebook. Nasoma: taharuki ya zuka baada ya miili mingi iliyoharibika kufukiwa Msae Kibaha. Baba Askofu Mwamakula. Januari 22 Februari mwaka 2026, tukio la ajabu lilitokea Kibaha mkoani katika mtaa wa Uhuru. Ilikuwa hivi: ilipita pikipiki ya miguu mitatu na ilibeba viroba vyeusi vingi kama uchafu, vikitoa harufu kali. Kufuatilia ile toyo ikasimama katika eneo la makaburi ya Msae, na palikuwa na takriban makaburi 20 yaliyochimbwa. Ghafla wale watu wachache wakaanza kuvurusha vifurushi kwenye makaburi hayo na kuanza kufukia. Hakukuwa na mwenyekiti wa mtaa, mjumbe wala askari, bali waliokuwepo ni wachimbaji na gari Suzuki yenye namba SM. Taharuki ilikuwa kubwa kwamba hizo maiti zilitoka wapi, kama na hospitali kwa nini ziwekwe hivyo asubuhi, na kama ni zilizokosa ndugu, utaratibu uko hivyo? Kwa kweli, fuatilieni, mtagundua hayo makaburi bado ni mabichi na ufafanuzi sahihi upatikane kutoka kwa wahusika ili kuondoa sintofahamu. Nimetuma picha hizo hapo. SM Mwananchi kutoka Kibaha, 23 Februari. Ndugu wa Tanzania, hii habari ya kutisha sana. Ilihitaji ujasiri wa kuitoa taarifa hii kufikisha, lakini ilihitaji ujasiri wa hali ya juu kwetu kuiweka hapa. Kwa hiyo hii itabaki kuwa tuhuma dhidi ya watu ambao hawajulikani. Hakuna walifanya mauaji ya watu hao, ni kwenda kuwafikia kule Kibaha. Kwa kuwa mtu wa taarifa anaeleza kuwa mizigo au miili iliyowekwa katika viroba hivyo ilikuwa pia inatoa harufu kali sana. Inawezekana kuwa miili hiyo ilikuwa imekaa muda mrefu huko haijatoka. Kwa kuwa eneo lilitajwa linajulikana, ushauri wetu ni huu: wanakijiji wote wafike mahali pale kesho au kesho kutwa na kudai uongozi wao wa mtaa. Uite viongozi wa juu kujadili juu ya hilo tukio, lakini pia hata vyombo vya habari vifike mahali pale kuona kama kweli hakuna mazingira ya kuzika miili au mahali pale. Watu wema waanze kufuatilia nyenzo za watu kuanzia usiku huu, wapige picha kwa ujasiri, hata kurekodi video kuhusu jambo lolote linalotokea kuanzia sasa. Kama ni kweli hilo tukio lilitukia, wahusika watafutwe namna ya kufua mahali pale ili kuondoa kupeleka sehemu nyingine. Kwa maelezo ya mtoa taarifa hapa juu, huenda miili hiyo hakuna mahali ilikuwa imewekwa kwa muda mrefu, ndio maana pia ikawa imeharibika kiasi cha kutoa harufu kali sana. Je, wewe ni mwenyeji wa Kibaha? Je, kuna eneo linaitwa makaburi ya Msae? Je, umesikia taarifa hizo? Je, kuna makaburi au mashimo mengi mabichi? Je, ni nini imekushangaza katika hili? Ameandika Askofu Emmanuel
Bangike Mwamakula Itunge, Dar es Salaam. Ameandika hiyo tarehe ilikuwa tarehe 23 Februari mwaka 2026, ilikuwa saa 5 usiku. Maoni yamekuwa ni mengi kweli kweli kutokana na hichi ambacho askofu aliandika. Tunakatujua katika masuala ya kisiasa.